Naam, hali gani mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Tukiangazia mzozo wa Urusi pamoja na Ukraine, vikosi vya Ukraine vimerusha msururu wa makombora 6 ya ATACMS yaliyotengenezwa nchini Marekani kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi karibu na mji wa kusini wa Urusi wa Taganrog, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya huko Moscow imesema, huku ikiapa kulipiza kisasi shambulio hilo. Makombora mawili kati ya hayo yalidunguliwa, huku mengine 4 yakiathiriwa na mfumo wa ulinzi wa kielektroniki na kuacha njia, wizara hiyo ilisema katika taarifa yake. Shambulio hilo lilisababisha uharibifu mdogo kwenye uwanja wa ndege na majengo mawili ya utawala na idadi ya magari kugongwa na makombora hayo. Idadi isiyojulikana ya wanajeshi wa Urusi walijeruhiwa katika shambulio hilo kwa kuangukiwa na vipande vya makombora, wizara hiyo iliongeza, huku ikiapa kulipiza kisasi kwa shambulizi hilo. Shambulio hili la silaha za masafa marefu za magharibi halitakosa jibu na hatua zinazofaa zitachukuliwa, wizara hiyo ilisema bila kutoa maelezo zaidi. Mapema siku hiyo, kaimu gavana wa mkoa wa Rostov Yuri Sluzur alisema kwamba eneo la viwanda ambalo halijabainishwa lililengwa na shambulio hilo, huku takriban magari 15 yakiteketezwa kwenye eneo la maegesho. Picha zinazosambaa mtandaoni zinaonyesha sehemu ya nyongeza ya kombora la ATACMS likiwa mtaani huko Taganrog. Ingawa jeshi la Urusi halijaeleza zaidi kuhusu makombora yaliyotumiwa katika shambulio hilo, kama huenda yalijumuisha vichwa vya makombora ya ATACMS, lakini picha kutoka katika eneo la tukio zinaonyesha kwamba ni makombora ya ATACMS. Mwezi uliopita, Marekani iliidhinisha Ukraine kutumia makombora ya masafa marefu yaliyotolewa na Marekani, ikiwa ni pamoja na ATACMS kulenga shabaha katika ardhi ya Urusi inayotambulika kimataifa. Ikulu ya White House hapo awali ilizuia matumizi ya silaha hizi na Kiev, ikielezea wasiwasi kwamba hatua hiyo ingesababisha kuongezeka kwa mzozo huo wa Moscow na Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin alionya kwamba kuidhinisha mashambulizi ya silaha hizo kutabadilisha pakubwa asili ya mzozo huo na itakuwa sawa na kuhusika moja kwa moja kwa NATO katika mzozo huo. Mwishoni mwa mwezi Novemba, Urusi ilitumia mfumo wake mpya wa kombora la Oreshnik Hypersonic kwa mara ya kwanza kushambulia mtambo wa kijeshi wa Yuzmash katika mji wa Ukraine wa Dnipro. Wakati huo, Putin alisema kwamba silaha hiyo mpya inaweza kutumika kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Kiev ikiwa mashambulio ya Ukraine dhidi ya Urusi kwa makombora ya masafa marefu yaliyotolewa na nchi za magharibi yataendelea, na shabaha zinaweza kujumuisha vituo vya kufanya maamuzi vya Ukraine kama vile vifaa vya kijeshi na vya kiviwanda. Hii ni Habari 24 channel ambayo bado tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Tutaendelea kukujuza zaidi na zaidi kila ambacho kinaendelea katika vita hivi huko Urusi pamoja na Ukraine.